watakuwa watu wa kugairi. Hivyo tunaona tuko katika hicho kizazi ambacho ni kizazi cha kugairi. Wako na mawazo yao wenyewe, wanafikiria kwa njia zao wenyewe, wanataka kufanya vitu kwa njia yao wenyewe. Ukiangalia hata watoto ambao tunawalea kwa wakati huu, wako na a very high spirit. Huwezi kukompea na miaka ambayo imepita kama 90s, 91, 92, 95 hapo. Wako na their own minds, wanataka kufanya vitu, wako na maswali. Kuna vitu ambavyo wanajua ambavyo wakati ule wengine hatukuwa tunazifahamu, wapendwa. Hatukuwa tunazifahamu. Lakini unaona watoto wa sasa wameanza kuzifahamu hizi vitu. Wameanza kufanya mambo tofauti tofauti. Tunaona hizi mbinu na itikadi ambazo ni chukizo machoni pa Mungu zimeanza kuingia hata ndani ya mashule. Imeanza kuingia hata katika primary level. Watoto wameanza kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile hali ya wao kutaka kufanya vitu kulingana na mawazo yao wenyewe. Wanataka kuenenda kulingana na njia zao wenyewe, kulingana na kuelewa kwao wenyewe. Sio wepesi wa kuwageuza. Ni watu ambao wameshupaza shingo. Anataka kujua, ukimkataza hii anataka kujua kwa nini umenikataza hii. Kwa nini hutaki nifanye? Ukimwambia maandiko inasema, anakuchallenge. Kwa nini huyo Mungu akasema hivi? Kwa nini alinifanya mimi nikawa hivi? Hivyo wanakuchallenge kwa njia nyingine, kwa kuwa wako na hiyo moyo wa kugairi. Roho ya kugairi imewaingia wengi. Mungu alinipatia maono moja ambayo ilinihuzunisha sana. Naona ninaelekea katika mkutano moja katika kanisa moja.